Pole sana kwa majonzi. Asante sana. Kwa mtu ambaye anataka kufahamu pia na anaweza kukufahamu kupitia jina gani? Ya mimi kwa majina naitwa Juma Mwamba, lakini hapa kambini nafahamika kwa jina la kocha Juma, kwa sababu mimi nilikuwa kocha wa timu ya Sidi Shababe, nikaenda Birumbe, na baada hapo nikaenda Basis Boys, na kwa sasa niko kocha wa timu ya Baraka Mosa Viwani pale. Ya kwa hiyo tunataka kunifahamu, naitwa kwa jina la Juma Mwamba, lakini jina maarufu kocha Juma. Ya Sawa, wawezaje kuambia watu kuhusiana na maisha ya ndugu yetu? Ya kwa kweli ndugu yetu ambaye ametuacha hiyo jana ya tarehe 18 alikuwa mtu mzuri tu sana, kwa sababu ndo kaka yangu, na jana hiyo ndo ameaga dunia kufuatana magonjwa aliyoyapata hapa nyumbani. Maana kwamba magonjwa yanaanzia kwenye mguu, ile kwa watu tunaita mlambo, ndio iliyompelekea mauti kabisa ndugu yangu, mpaka ameaga dunia na mpaka hivi hatuna naye tena. Kwa hiyo tulimpenda sana, lakini Mungu kampenda zaidi yetu sisi. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu sote ni njia moja, na ipo siku tutakutana tu huko. Ni kuweka kwenye mikono ya Mungu tu, amlinde na mlaze mahali pema peponi kwa endapo tu Mungu amtangulie. Ya kwa upande wa magonjwa amekaa muda wa siku ngapi anauma? Ya kwa upande wa magonjwa hivi ando leo ndo angeneza wiki 2 sasa. Ya maana kwamba aliumwa wiki moja, sijui kama na siku 4 au siku 5 hivi. Ya kwa upande wa nyie familia, kama familia, baada ya yeye kushikwa na huo ugonjwa, mlianza harakati gani ambao mlizingatia sana kuhusiana na yeye kupona? Ya sisi kama vile familia tulijitahidi sana kumtunzisha popote pale. Huyu ndo mganga ambaye anaweza naye magonjwa, tunampeleka. Huyu ndo mtaalamu zaidi ya huyu ndo mtaalamu, na kwamba tulimpeleka popote pale ambapo kunawezekana ili apate kupona ndugu yetu, lakini haikuwezekana. Tulifanya jitihada zote zile, tukajitahidi sana sisi kama vile wanafamilia, popote pale ambapo watuambia kwa bwana pale kuna mtaalamu ambao anatibu magonjwa kiharaka sana, basi tulikuwa tunajielekeza na mgonjwa pale pale ili yule mtaalamu aanze kumfanyia matibabu, lakini haikuwezekana. Haikuwezekana kabisa. Unajua Mungu akishapanga ya kwake, mwanadamu anaweza kapangua. Ya moja ya kauli kubwa ambazo alikuwa anazungumza kipindi anaumwa ni kauli gani? Ya kauli ambayo alikuwa anaongea ni kwamba tumweke mikono ya Mwenyezi Mungu, na pia tuwalinde watoto, kwa sababu ndio kitu ambacho alikuwa anaongea zaidi sana. Tuendelee kumuombea tu kwa Mungu amlinde, asimwachilie tu, na sisi tulikuwa tunaendelea kumuombea Mungu sana amlinde katika hiyo matatizo aliyoipata. Ndio kauli ambayo alikuwa anaongea zaidi sana kwa wanafamilia, kwamba muendelee kuniombea Mungu sana tu Mungu, kwa sababu sana hali yangu sio rafiki kabisa kwa upande wangu. Ya kwa mguu zaidi sana, kitu gani ambacho alikuwa anasikia kinapanda na kikawa kama vile ni mmoja wapo hata nyinyi ndugu kuona kwamba hii inapelekea mauti kwa ndugu yenu? Ya ndio, mguu ulikuwa unatoa maumivu makali sana, na ilikuwa inampelekea mpaka kwenye moyo, anasikia maumivu makali zaidi. Na kwamba mguu kianza kuuma tu moja kwa moja yale maumivu yanapanda juu kwenye moyo. Ya na mpaka pale sisi tukawa tumekata matumaini kabisa, kwa sababu kwa ningisi mtu anataabika, tukasema kwamba hapa ni Mungu tu atuone, la sivyo basi ndugu yetu atatuacha kabisa, kwa sababu sasa alikuwa analalamika kipindi tuko naye pale kwenye matibabu, mpaka naona majonzi na kushuka kabisa kwenye macho. Kwa hiyo mguu kianza kuuma tu moja kwa moja, maumivu yanapanda moja kwa moja kwenye moyo. Ya sawa, bwana, tunaweza tukasema pole kwa wale ambao kidogo hawapo hapa na wamepata taarifa, wapo mbali. So maelezo makubwa ambayo ametoa ndugu kama ndugu ndo hayo. Na kitu gani ambacho unaweza kuwaambia ndugu ambao wako mbali kidogo na hapa? Ya kitu ambacho nataka tu ni waambie ndugu zetu walioko huko nje ya kambi kwamba tulishukuru kwa jitihada zote zile ambazo walitusaidia kwa ajili ya fedha za kumtibisha ndugu yetu. Mungu aendelee kuwa pamoja nao, na familia kama familia inatakiwa mtu akiwa kwenye hali kama na hiyo, inatakiwa watu wawe kitu kimoja kwa mawazo ya kufanya ya kuwa mnajadiliana tufanye kitu gani kwa sababu ya mtu wetu anaumwa. Ni kitu ambacho kitatusaidia sana. Na pia niombe tu kwamba shukrani zangu za dhati ziwafikie watu wote wanafamilia ambao walioko nje ya kambi kwa support yao, waliotusupport kwa ile kidogo kidogo ambao walisupport familia, na ndio kitu ambacho kinahitajika zaidi sana kwa wanafamilia, kwa kitu kimoja kipindi mwenzenu anapata matatizo. Ya
Bwana, ni hatua ya majonzi sana, na familia kama familia umesikia maelezo yao walivyoongea. Kwa hiyo tunaweza tukasema kaa nasi zaidi, utazidi kuona mengi ambayo yatapitikana hapa msibani. Asante.